mwanachama wa klabu ya Simba, lakini pia huyu ni board member wa klabu ya Simba kwenye kamati na bodi nzima ya uongozi wa klabu ya Simba. Basi bwana kiongozi Try Again pia ni miongoni mwa viongozi wenye sauti kubwa katika upande wa soka la Tanzania kwenye klabu ya Simba. Sasa kwa taarifa ambayo iliweza kutolewa na klabu ya Simba na kuomba kugairishwa kwa mechi kwa sababu ya kutoruhusiwa kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 7 mwezi wa 3 2025, ambapo bila shaka kwa rais likaweza kumfikia, ila imeonekana kwamba sasa hivi tena uongozi wa klabu ya Simba ni kama unataka kumgeukia tena rais wa TFF na kuona labda bodi ya ligi pamoja na uongozi wao ndio waliofanya maamuzi, lakini wao hawahusiki. Yani bwana, naweza nikasema kwamba Simba wameweza kutumia akili kubwa sana. Yani wao wanachodai ni kwamba wao waliweza kutoa malalamiko na sio kuomba mechi igairishwe, kwamba ni kweli walizuiliwa kuto kufanya mazoezi na ilikuwa ni haki yao, na wao wakiamini kabisa kwamba wameweza kutoa taarifa na walichoandika katika barua yao ilikuwa tu ni kutoa taarifa kwamba labda kuna issue inayoendelea ambayo inafikiri bodi ya ligi inabidi ifahamu, pamoja pia na TFF kutoka kwa viongozi tofauti. Lakini pia Simba wanachodai kwamba na wao pia waliweza kushangazwa na maamuzi kutoka bodi ya ligi ambayo ni Tanzania Premier League ama Tanzania Premier Board League, ambao pia na wao ndio waliohusika pia kuweza kufanya mjadiliano mkubwa wa maamuzi baina ya wao pamoja na TFF, shirikisho la mpira miguu wa soka wa Tanzania, ambapo baada ya muda mfupi yani majibu yakaweza kutoka rasmi na kuonekana kabisa kwamba klabu ya Simba kwa kile kilichoweza kujitokeza, manake mechi itaahirishwa na kupangwa siku nyingine tena. Yani hawa Simba waliokuwa wanaonekana kwamba labda pengine wako sambamba na rais wa TFF, basi tena kuanzia wadau na hata mashabiki wameonekana tena kumgeuka rais Wallace Karia na kumuona hafai, si kitu, na wanachokiona kwa mpaka sasa hivi ni kwamba rais yeye ndo aliyehusika kuleta mchafuko huu ambao unazidi kuendelea katika mitandao ya kijamii baina ya mashabiki pamoja pia na klabu ya Simba na klabu ya wananchi, kwa sababu kila mmoja amekuwa kilaumu, yani sio Simba sio Yanga, lawama zimekuwa ni kubwa, na huenda ikawa ni changamoto kubwa ya kufanya namba ambazo zitakazoelekea kwenye dabi marudiano, kama endapo klabu ya Yanga hawataweza kupatiwa kiao ya kupewa alama 3, basi nafikiri namba haitokuwa ni ya kuridhisha, kutokana kabisa mashabiki tayari imefikia hatua na wao wameweza kukata tamaa. Kwa hiyo ni swala ambalo nafikiri kwa TFF na pia hata bodi ya ligi ni swala kuweza kujifikiria na kuliangalia kwa mtazamo mkubwa sana, kutoka kwa kile walichoweza kukifanya baada ya kuangusha mashabiki ambao wamekuwa ndo supporter kubwa katika timu zetu mbili ambazo zimekuwa zikifanya vizuri kimataifa na ndani ya ligi. Cha msingi tukutane kwenye comment, na hii ni Hatboy Media.